Habari za leo mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututegea sikio na kututazama kwa wakati huu. Matumani yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo na mnakurubia runinga zenu ili kufahamu kile ambacho tayari kimejiri kupitia chaneli yetu. Mtazamaji na msikilizaji, mara tena tunakaribisha katika siku ya leo kufuata habari zetu. Habari zetu hizi tunakutangazia mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunakusihi mara tena kama bado kusubscribe kwenye chaneli yetu, basi ufanye hivyo ili uwe na urahisi wa kupata habari, vipindi na mambo yetu mengine tofauti vyenye kuwa na ukweli na uhakika. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tuanze habari zetu na huko jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba katika maeneo ya jimbo la Kivu Kaskazini kuna taarifa kwamba waasi wa M23 wameanza kujiondoa katika vijiji kadhaa vya tarafa ya Rubero. Vijiji vinavyotajwa ni pamoja na Munyakondomi, Ivatama, Ilumbula, Luseke, Kipese, Katondi, Kichombiro, Linyasenge, Bukununu, Musenda pamoja na Musiga. Kwa mujibu wa mashuhuda unaoaminika kutoka eneo hilo, aeleza kwamba waasi hao wanajiondoa kwa miguu wakielekea kusini mwa tarafa hilo la Rubero. Hatua hiyo ilianza tangu tariki 24 mwezi huu mwaka wa 2026 na inaelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vilivyo karibu na waasi hao zaeleza kwamba hatua hiyo yaeleza kuwa uamuzi huo unatokana na hatua za kujenga amani kufuatia mazungumzo ya hivi karibuni kati ya serikali ya Kinshasa na ile ya Kigali. Hadi sasa mamlaka ya waasi wa M23 haijatamka lolote kuhusiana na hatua hiyo ya wao kuendelea kujiondoa katika vijiji tofauti vya tarafa hilo la Rubero. Mara kwa mara vikosi vya waasi wa M23 wanakuwa kijiondoa katika maeneo kadha wa kadha, na hivyo basi baadaye wanakuwa wakirejea mara tena. Na sasa hivi imekuwa tayari kwenye maeneo hayo ya tarafa ya Rubero, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako mara tena wameanza kuondoka katika eneo hilo, huko habari hizo zikizidi kuonesha ya kwamba huenda ni kutokana na makubaliano yaliyofanyika huko Washington tariki 17 na tariki 18 mwezi huu 2026. Mtazamaji, upande wako nafikiri, je, wanaondoka kweli kweli au namna gani? Tuangazie pia habari zetu na habari zingine hizi zisemazo ya kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika imeahidi kutoa msaada wa dola za Kimarekani bilioni 80 kwa ajili ya kuwezesha harakati za sensa zinazoandaliwa kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzetu Safari Dilwe Alimasi na ripoti kamili. Naam. Katika meza duara iliyolenga kuhamasisha wafadhili kwa ajili ya kufadhili shughuli za sensa ya pili ya jumla idadi ya watu na makazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa washirika waliokubali kusaidia kifedha mchakato huu ni Benki ya Maendeleo ya Afrika, ambayo imeeleza hatua hii kuwa ni ya kihistoria katika historia ya nchi. Kwa mujibu wa Mamadou Coulibaly, kaimu mwakilishi wa nchi wa benki hiyo, taasisi yake imejitolea kukusanya dola milioni 80 za Kimarekani ili kuunga mkono juhudi za serikali katika kutekeleza sensa ya pili inayolenga kutambua idadi ya watu wa kaya kote nchini, karibu miaka 40 baada ya zoezi la mwisho. Amesema kuwa mchango huo utagawanywa katika sehemu mbili kuu. Dola milioni 50 zitagharamia moja kwa moja shughuli za sensa, huku dola milioni 30 zikitumika kuimarisha uwezo wa taasisi za kitaifa, hususan Chuo cha Taifa cha Takwimu pamoja na miundo inayohusika na upangaji, programu, bajeti, ufuatiliaji na tathmini. Akizungumza kwa niaba ya mwenzake Mohamed Sherif, naibu mkurugenzi mkuu wa benki hiyo kwa Afrika ya Kati, Coulibaly alisifu hatua muhimu iliyopangwa na DRC katika kufanikisha mradi huu. Aliongeza kuwa taasisi hiyo haiondoi uwezekano na kuongeza msaada zaidi baada ya maamuzi ya ndani ya shirika. Alisitiza kuwa lengo ni kuhakikisha utekelezaji bora wa uwazi na endelevu wa zoezi hilo, huku akibainisha kuwa mradi huu utawasilisha mbele ya bodi ya wakurugenzi kabla ya mwisho wa mwaka na majadiliano
majadiliano yataendelea na waziri wa fedha ili kuchunguza uwezekano wa fedha za ziada. Lengo kuu la meza hiyo ya duara lilikuwa kupata ahadi thabiti kutoka kwa wadau wote ili kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali za fedha za kutosha zinazotabirika na endelevu kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kidemografia na kuandaa sensa hiyo. Hata hivyo, serikali inakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha, kwani gharama ya jumla zoezi hilo inakadiriwa kufikia dola milioni 192,000 za Kimarekani. Ili kuziba pengo la fedha, serikali inapanga kutumia mfumo wa basket fund ambao utaruhusu rasilimali zote kutekelezwa katika mfuko mmoja maalum kwa ajili ya kufadhili shughuli za sensa hiyo, ikiwa imebaki chini ya miaka 5 kufikia mwaka 30, ikiwa imebaki chini ya miaka 5 kufikia mwaka 2030 wa kutimiza malengo ya maendeleo endelevu ODD. Serikali inaona ni muhimu kuweka sera sahihi na kupunguza hali ya udhaifu miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, hili linahitaji uelewa sahihi wa idadi ya watu pamoja na uwekezaji zaidi katika ukusanyaji wa uchambuzi wa takwimu. Ndivyo maana kuna umuhimu wa haraka za kuendesha sensa hii ya pili, miaka 42 baada ya ile ya mwisho iliyofanyika mwaka 1984. Kufanyika kwa sensa kamili na sahihi kuna nyima nchi takwimu muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi pamoja na kupunguza ukosefu wa usawa. Takwimu za sensa pia ndizo zinazohakikisha kuwa hakuna mtu anayebaki nyuma na ni muhimu katika upangaji na ufuatiliaji wa sera za umma. Hivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha hamu kubwa hatimaye ya kufanya sensa ya jumla ya idadi ya watu zaidi ya miaka 40 tangu ile ya mwaka 1984. Aidha, hili lilikuwa moja ya ahadi za kampeni za uchaguzi za Felix Antoine Tshisekedi ambaye ni rais wa sasa wa DRC. Habari zetu pia tuangazie na habari zingine hizi za huko Mboko. Ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa wingi katika kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi, asubuhi ya siku ya 3 ya wiki tunayo. Risasi hizo zimewafanya baadhi ya wananchi kushikwa na wasiwasi mkubwa pale ambako chanzo cha hali hiyo kilikuwa bado kujulikana. Kwa mujibu wake Sami Amim Kortikol, kiongozi makamu wa shirika la raia tarafani Fizi, ametoa hapa picha halisi ya namna hali hiyo ilivyokuwa katika maeneo hayo ya kijiji cha Mboko. Ndio, milio risasi ilisikika leo asubuhi mwendo wa 5h du matin, 5h20 minutes. Walikuwa wazalendo ambao walikwenda kupiga risasi. Ilikuwa just kuselebre kuonekana kwa komanda Mchingwa mwenye alipotea yapata une semaine et demie sasa. Alipoteaka Kimazingaombo, ila ambao tunasema Mkibembe kwenda Swaswa, na baada ya muda mrefu kumtafuta alikwenda kuonekana mazingira pia ya kutatanisha. Katika ile hali sasa ya kuselebre kuonekana kwa kiongozi wa wazalendo, njoo ilipelekea askari jeshi wa kizalendo kupiga risasi kiolela kwa kuashiria furaha yao kwa kuonekana kwa kiongozi. Hali hiyo haikuperturbe maaktivite, hapana, sababu watu tu walikuwa bado angali vitandani na wakaisia kwamba sio masasi ya vita. Ndio, kama shirika la raia, hali kama na hii tumeipokea kwa mshtuko mkubwa, sababu ilikwenda kushtua raia walio wengi, maana ni kitendo ambacho hatukutarajia, na ndio maana tunaomba wakati kutafanyika majaribio ya kupima silaha, vitendo vya shangwe kama na hivi, ni lazima kutaarifu raia kusudi raia wapunguze ile woga na mshtuko. Na huko Mukera ni kwamba mkuu kiongozi wa kijiji cha Mukera na kando Mboka Ishi Etumbula wa 13 amekanusha habari zilizozagaa mitandaoni ya kwamba kuna kuwa na askari jeshi wa taifa FARDC mmoja aliyekutwa ameuawa pa Mukera. Huyo ametoa tahadhari kwa watu wa nia mbaya wanaoendelea kutawanya habari za uongo kutoka eneo hilo. Katika mahojiano yake na chaneli yako juu ya kupenda kupata mwangaza kuhusu habari hiyo, namba 1 huyo wa kijiji cha Mukera ameonyesha kuwa hakuna kitendo chochote cha mauaji kilichoripotiwa katika eneo lake. Hata hivyo, amekemea kwa hali ya juu watu wanaotawanya habari za uongo na ambazo huenda zikaleta marumbano katika maeneo hayo. Habari kama na hizo ni habari za mitandaoni, sababu baada ya kupata ripoti kama na hiyo
ilibidi leo tuende na askari jeshi eneo inayosemekana imekutwa maiti ya hiyo askari. Tumetafuta hadi tumepigwa na mvua, hatukuona chochote. Yaani kifupi ni habari ya Mungu, hatukuona chochote. Mbona imezagaa sana kwa mitandao kiongozi? Watu wanaosambaza hiyo habari mitandaoni watambue kama serikali ipo na tangaza habari ambazo hawana uthibitisho nayo ni vibaya, sababu wakati serikali kifuatilia ile watu wanapeperusha mahabari isiyokuwa na labda inaweza kawarudia, watu wanaweza anza kifua ili waripotie mahabari kama na hayo. Kifupi ni habari za uongo. Mchana kutwa tumetafuta hiyo eneo, hatukuona chochote. Ujumbe ambao naweza nikaupeleke kwa wanakijiji wa Mukera, sel bushi autorize ni nini mkuu wa kijiji, alafu wakati wanapopeperusha mahabari kama na hiyo isiyothibitishwa inabidi waache, sababu kesho kutwa inaweza kawaletea shida. Habari kama na hiyo inabidi wanaipeleka kwa mkuu wa kijiji. Mkuu wa kijiji anaenda thibitisha hiyo habari, anaita vyombo husika vya usalama, wanaenda tizama hiyo habari kama ni kweli. Ikishahakikishwa ni kweli, ndio watu wanazosambaza mahabari kama na hayo mitandaoni. Na kuanza kupeperusha mahabari isiyothibitishwa, hiyo ni kosa kubwa. Wakaaji hawapashi kufanya hivyo au kuendelea na vitendo kama na hivyo. Kwa sasa Mukera hali ni shwari, hakujawa hali za ukosefu wa usalama, tulivu kwa sasa. Kila mtu anafanya shughuli zake kama vile kawaida, hamna. Tuangazie huko Baraka. Ni kwamba uongozi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka umewataka raia wa Baraka, Fizi na Uvira kujiunga kwa wingi kwenye mafunzo ya kijeshi yanayoendelea kijijini Masisa tarafani Fizi. Hivyo ni baada ya uchache wa vijana wa maeneo hayo kuripoti kwenye mafunzo hayo. Akizungumza na chaneli yako, Bwana Lusambia Wanumbe, mwenyekiti wa NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka, ameonesha umuhimu wa mafunzo hayo ya kijeshi na kuhimiza raia, hasa vijana na mabinti, kujiorozesha kwa wingi ili kupata mafunzo hayo. Ninataka kufaidia fursa hii ili kuhamasisha wandugu, marafiki, hasa vijana kwa ajili la mafunzo ya kijeshi. Kama vile tunavyojua sote, hapo Kikonde tumepata bahati ya kupewa centre de formation. Centre de formation militaire. Najua kama ilikuwa vita, haikukuwa jambo rahisi ili centre hiyo itiliwe Fizi. Ilikuwa vita kubwa sana, lakini pamoja na mapenzi ya Mungu yamefanyika hivyo. Sasa nakuja mbele ya wandugu, marafiki, wa baba, wa mama, kuhamasisha ili tuelewe ya kuwa hiyo centre de formation hapo Kikonde ina umuhimu wake. Ndio maana tusijiache nyuma ili sisi tukalia kesho yake tutakapotawaliwa na wengine makabila kutoka ngambo na ngambo, ndio wajemadari hapa, ndio wa kanali hapa, ndio viongozi wa kijeshi hapa. Tunaweza kuwa tena wa kwanza kuzungumzia ya kuwa mbona watoto wetu sisi watu wao, sisi watoto wetu wa watu ambao wawapi ambao sisi wenyewe hatukujumuika sana kuingia katika mafunzo haya. Sisi watoto wa Fizi tuelewe ya kuwa hiyo centre de formation ya Kikonde ni ya muhimu kwetu, na ni lazima tutazame mbele, na ni lazima vijana tutazame mbele, wa baba tutazame mbele, wa mama tutazame mbele. Tusitizame tu hapa tu usoni, tuone kwa mambo yako yanaelekea. Ndio maana ninahimiza wa vijana tujitokeze kwa wingi kufika huko tupate mafunzo ya kijeshi. Nimekuwa huko, nimeshangazwa, nimekuta kuna makabila, hata watu kutoka Kinshasa, kutoka Lubumbashi, kutoka maprovinsi ingine, wako wengi kutuzidi sisi wenyeji, wakati centre iko katika territoire yetu. Inaweza sikilika vipi watu wengi kutoka Kinshasa, watu wengi kutoka Lubumbashi, watu wengi kutoka Lualaba, kutoka Kisangani, kutoka pembezoni zote za RDC wanajaa huko? Kicha mshangao, hesabu ya watoto wa Fizi ni wachache. Tufungue macho. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikose kulike,
kukomenti na kusambazia wengine habari hizi. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Hatuna la ziada. Tunasema kwaheri. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu kwa habari zenye ukweli na uhakika. Thank you.